Asifiwe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe waliookoka. Leo sina mada, ila ninatoa utangulizi wa mada ambayo tutakuwa nayo kwa muda wa mwezi mzima. Mada yangu inasema kutoa zaka ama fungu la 10 ni mpango halisi wa Mungu, ni mpango kamili wa Mungu ambao hakuna anayeweza kubadilisha. Kutoa zaka kumekuwepo katika vipindi vyote vya Biblia. Katika kipindi cha dhamira ambacho kimeanza kutoka mwanzo mpaka wana wa Israeli walipopewa Torati. Zaka imekuwepo kipindi cha Torati mpaka wakati wa Yesu alipokufa msalabani. Fungu la 10 ama zaka limekuwepo hata nyakati za mitume mpaka mwisho wa uandishi wa Biblia. Wanasema unayatoa wapi hayo? Mimi ni nabii wa zaka, mimi ni nabii wa fungu la 10. Nitatoa ushahidi. Nimesikia watu wengi katika mitandao, mimi nawasikilizaga, wakati mwingine nacheka. Mtu anajiita mchungaji, anajiita mtumishi, anasema hakuna kutoa fungu la 10. Huo ni uongo ambao umejaa fitina, ni kiburi, unafiki, ama ni kukosa elimu ya Mungu, ama ni kujitafutia umaarufu, watu ambao wamepandikizwa ndani ya kanisa kwa lengo la kuharibu kanisa. Kutoa fungu la 10 ama zaka ni agizo kamili la kimungu kwa maandiko ya Agano la Kale, kabla ya Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa wanasema toa maandiko. Nitatoa maandiko zaidi ya 200. Nataka mnifuatilie. Nitafundisha kwa muda wa mwezi mzima. Nafundisha swala moja kupitia mitandao hii ya kijamii. Lakini zaidi somo letu hili litakuwa katika YouTube Maisha Bora TV. Kwa hiyo tafadhali, kama wewe hujasubscribe, hujalike, ingia YouTube Maisha Bora TV ili wiki ijayo tunapoanza somo letu uanze pamoja na sisi. Maisha Bora TV, ingia, subscribe, like, share. Bwana Yesu asifiwe. Mnisikilize vizuri wachungaji, jaribu la watu kutotoa zaka kanisani limekwisha. Hamasisha kanisa, hamasisha watu wanifuatilie kupitia Maisha Bora TV, ama niite nije nifundishe kanisani kwako. Lazima watu watoe zaka. Ni agizo la Mungu kabla hajaleta sheria, ni agizo la Mungu baada ya sheria, na ni agizo la Mungu baada ya sheria. Wakati wa dhamira, wakati wa sheria na wakati wa Agano Jipya watu walitoa zaka. Nitatoa ushahidi wa kutosha, wewe nifuatilie. Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Joseph Petro kutoka Mwanza. Amen.